Kiachana na hiki ambacho kimefanywa na Abeid, mpaka inafikia hatua ya kuhitaji busara zaidi. Hizi sheria na kanuni zinashindwa vipi kufanya kazi ingali nyinyi mnasema kwamba kanuni zipo wazi kwa timu inayokeuka kitu fulani adhabu yake ni hii, na timu fulani iliyotimiza kanuni na sheria wanapaswa kufanywa hiki. Ugumu uko wapi mpaka leo hii mnafikia hatua kufikishana mpaka kwa waziri wa michezo kutafuta busara kati ya Simba na Unajua bwana, una shida sana. Umeanza kuniuliza mwanzo nimekukwepa, lakini bado ningangania. Mimi bwana Pablo, nikueleze ukweli kabisa. Siwezi kulizungumzia hili jambo kwa sasa hivi kwenye engo yoyote tena, kwa sababu kama unavyojua jana tulikuwa na vikao na mheshimiwa waziri. Tulianza sisi kama Young African, akatusikiliza hoja zetu, tuliwasilisha malalamiko yetu, tuliyatoa. Mwisho wa siku nadhani walifuata wengine. Sijui walikuwa ni Simba, baada ya hapo nadhani walikuwa ni TFF na bodi ya ligi. Kila mmoja alikuwa ametoa nadhani maoni yake na mapendekezo yake vile anavyoona, ili mradi tuweze kujenga mpira wetu wa nchi, tuzidi kusonga mbele. Lakini baada ya hapo nadhani kutokana na makubaliano ambayo yalikuwepo ndani, tunatakiwa tusubiri, kwa sababu kwanza hata huko mbele tutakapokuja kufikia hakutokuwa na maamuzi ya serikali. Serikali haiwezi kuamua, kwa sababu ikiamua itaonekana imeingilia kwenye masuala ya mpira, kama watu wa mpira wanavyopenda kujifichia kwenye hicho kichaka. Unaona? Kwa hiyo labda wanaweza tu wao watakachofanya kushauri nini kifanyike, hiki kiondoke, hiki kifanye nini na nini, lakini mwisho wa siku maamuzi ya mwisho nadhani yatabaki kwa watu wa mpira wenyewe ambao ndio wenye jukumu la kusimamia mpira. Kwa hiyo nadhani hilo hebu tuliache kwanza, tusubiri ndani ya siku 2-3 hizi. Nadhani tutakuwa na kikao cha pamoja sasa cha magrupu yote matatu mimi nasema yaliyopishana kidogo kauli, lakini nadhani kwenye kupishana kote ulikuwa kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira baina yetu sisi kama vilabu, pengine na mamlaka zinazoendesha soka. Mimi naamini kabisa jambo litaenda sawa na kila kitu kitakaa sawa, kwa sababu watu wote ambao tuko kwenye tasnia ya mpira wote tuna akili timamu. Bwana, umemsikia hapa mjumbe anasema kwamba huenda kuna vijana watapatikana kupitia michuano ya Premium Security. Ujio wake wewe unaozungumzia vipi hasa katika hii hatua ya nusu finali? Kwa kweli nimefarijika sana ndugu yangu au mjumbe wangu Alex Ngai, na nafahamu uwezo wake kutafuta kuangalia wachezaji. Yeye mwenyewe mpira kwa sababu kacheza. Kwa hiyo licha amecheza zamani ya sana. Mimi sijawahi kumuona. Hamna mchezaji wa zamani na sasa hivi wale utasawa sawa. Sheria zinabadilika sasa hivi. Zamani kapteni ananyoa kipara, siku hizi kapteni anavaa beji, hicho tu basi. Na zamani kipa anavaa suruali, siku hizi kipa anavaa hata pensi. Kwa hiyo ndo tofauti yake. Lakini uwezo wa uwanjani uko vile vile ndugu yangu. Umeona? Na mimi muahidi ndugu yangu, vipaji vipo. Aje nusu finali akisema anakuja kesho, atakuja kuangalia vipaji vipo. Unajua siku hizi mpira sio kwa biashara ndugu yangu. Huo ndio ukweli. Mpira biashara sasa hivi. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo hawa viongozi ndio wanafanya mpaka watu wa vijana hao wazidi kupata hamasa. Mbona kuongea na vijana hapa, vijana wamefurahi kabisa hapa. Na kesho kaambia anakuja. Kwa hiyo wale vijana ndio nje kuna mjumbe pale. Nje kuna kiongozi wa mpira pale. Nadhani umeelewa hilo. Mjumbe, neno lako la mwisho. Mimi niendelee kuwashukuru tu waandaaji wa iftari hii Premium Security, na vile vile waendelee kujitolea kwenye jamii. Bwana, michuano inaendelea kesho nusu finali, sio? Jitahidi sana mpira uchezwe. Kusiwe na ujanja. Kwenye ujanja na maanisha nini? Kusiwe na ujanja, kusiwe na mambo ya kukimbia. Waamuzi wachezeshe kwa haki, hatimaye patikane bingwa ambaye anayestahili. Tuokote vipaji vizuri kabisa ambavyo tutaweza kuviendeleza, na naamini mwisho wa siku itakuwa ni michuano bora ambayo itaendelea kuwepo kila msimu inshallah. Bwana, mwakilishi kutoka Underdogs, neno moja nililoambiwa na kapiteni pale ni kwamba fanyeni yote muwatoe nusu finali, kwa sababu wao finali hawana mara zote wamezoea kucheza finali. Vipi kwa upande wenu? Na sisi tunawapa salamu kama walivyotoa salamu zao. Tumezipata. Sisi mara zote pia tumezoea kucheza finali. Kama wao walivyozoea kucheza finali, na sisi tumezoea kucheza finali. Kwa sababu mwezi mmoja nyuma au wiki 3 nyuma tumetoka kucheza finali.
Kwa sisi ni kawaida yetu tukufika fainali. Hii michuano ya Premium Security imeweka karibu sana nyinyi watu, especially watu wa Temeke, mkikutana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mnacheza michuano. Binafsi unaizungumzia vipi? Hii michuano binafsi yangu naizungumzia ni michuano, kwanza ni michuano bora kwa sasa hivi Temeke katika haya mashindano ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yametufanya tunakutana vijana, tunajumuika kwa pamoja, na yanatoa fursa mbalimbali kwa mdhamini wetu Premium Security. Tuambie sasa, fainali unaitaka, kombe unalitaka, lakini mpaka kufikia hatua hii timu zote zilizofika nusu fainali ni timu bora. Yupi hasa unadhani unatamani kukutana naye ukiachana na Captain? Kuna Nyuma Sheli, kuna Mkunguni, kati yao pale nani kidogo dhaifu, ama nani ukikutana naye utavuta pumzi na kushusha kwa kushukuru? Kwanza mpaka ukiona timu inafikia hatua ya nusu finali, basi unajua hakuna timu dhaifu. Timu zote zilizofika nusu finali zote ni timu bora, hakuna timu dhaifu, na yoyote atakayepita, kama mimi nitajaliwa kufika finali, yoyote nitakayekutana naye, basi inshallah mpira utachezwa, dakika 90 zitaongea. Kila la heri. Asante sana, shukrani. Bwana, hayo ni machache kutoka kwa timu zote 4 na umezisikia tambo zao. Yoyote anaitaka fainali, lakini hayo yote majibu yake wanao wenyewe. Mchezo wa kwanza na mchezo wa pili kutakuwa kati ya michezo ya Captain dhidi ya Underdogs, kutakuwa na mchezo kati ya Mkunguni dhidi ya Nyuma Sheli. Fainali hii ni michuano ya Premium Security. Jina langu ni Pablo Almas, balozi wa Premium Security. Tambo umezisikia, lakini sisi tunachotaka ni mchezo mzuri tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Asante sana, tukutane viwanjani.